Yesu Baba mweza wa yote, tunaomba tusamehe maovu yetu na dhambi zote Baba, dhambi zote hata tusizojua Baba wa rehema, Baba tulizotenda Baba ama tulizorithi. Na Mungu mweza wa yote, leo tena ni siku uliyofanya Baba kwa ajili ya watakatifu wako, na Baba kuwepo nyumbani mwako kwa wanafunzi wa Yesu Kristo mara moja ilikuwa ni bora kuliko kuwepo nje kule siku 1000. Baba tuko tayari tena Baba wa rehema, ili uendelee kutufundisha kitabu cha Samueli wa pili. Tunatambua kazi uliyofanya Baba kwenye semina, na hata kupitia kitabu cha Samueli wa kwanza tuliona mkono wako ukigusa maisha yetu, kama mkono wako ulivyogusa maisha yetu kupitia kitabu cha Baba wa rehema Samueli wa kwanza, na Baba vitabu vingine Baba wa rehema 9 vilivyotangulia. Baba mkono wako uzidi kugusa maisha yetu kupitia kitabu cha Samueli wa pili. Na Baba kiu yetu ni kujua neno lako, maana neno ni wewe na wewe ni neno. Neno ndio uponyaji wetu. Nashukuru jina lako Baba hata kwa ajili ya taifa letu. Utaendelea kugusa Baba rais wetu na kumpa afya njema. Utagusa makamu wa rais na kumpa afya njema. Utagusa waziri mkuu na kumpa afya njema, na mawaziri wote na hata wabunge wote Baba wa rehema, na bunge letu libariki. Bariki Baba wa rehema mikoa yote, wilaya zote, na Baba hata kata zote, tarafa zote na vijiji vyote. Baba ulinde mipaka yetu, utiepushie mabaya Baba wa rehema. Amani yako ikizidi kutamalaki, uchumi wetu Baba ikipanda juu, na uchumi Baba wa taifa, lakini pia uchumi Baba wa rehema mtu mmoja mmoja. Baba gusa na makanisa yote, gusa watumishi wa Mungu Baba, wape nafasi ya kujua ukweli, maana ukweli ndio itakayeweka Baba dunia huru. Na Baba gusa mataifa yote, injili yako ipate kupenya Baba wa rehema, na kuandaa watu kwa ajili ya ujio wa Yesu mara ya pili. Baba asante Jehova mweza wa yote, maana watu wameketi chakulani, waliyeketi chakulani ni wakuu Baba kuliko anayesimama chakulani. Nami ndio mdogo anayesimama Baba wa rehema chakulani, nikihudumia watu wako kama mtumishi Baba. Baba tumia mkono wangu na mwili wangu, tumia Baba wa rehema kinywa changu, mawazo yangu, nafsi, roho na mwili. Na Baba neno itokao kwenye kinywa changu iwe imetoka kwenye kinywa chako, na Baba iwe kama mishale Baba ya kubatisha iliyetoka na ikatupwa juu Baba kule Kiriath-Giliadi, Baba ikapata kulenga katika maungio ya mfalme Ahabu. Baba wa rehema, natukuza jina lako, maana mishale hiyo italenga katika eneo husika katika maisha ya kila mmoja, na katika jina la yeye aliyekuwepo, naye aliyopo, naye atakayekuwepo, na wote tuseme ni Yesu. Yes. Amen. Basi ni wakati mwingine tena, lakini nafurahi sana jinsi Mungu anavyoomba kupitia kinywa chako. Hata ni mwenyewe moyo wangu huwa naburudika. Moyo wangu unaburudika kwa sababu jinsi Mungu anapopangilia neno, na inanifurahisha, maana kazi hiyo Roho Mtakatifu anatenda kwa uaminifu. Roho Mtakatifu atende ndani yako kwa uaminifu hivyo kwa jina la Yesu. Amen. Roho Mtakatifu atende kupitia kinywa chako kwa jina la Yesu. Amen. Roho Mtakatifu atende kupitia nafsi, roho na mwili wako kwa jina la Yesu. Amen. Tulikuwa tunaendelea na kitabu cha Samueli wa kwanza, na hatimaye Mungu alituwezesha tukamaliza kitabu cha Samueli wa kwanza, na hapo katikati tulipokuwa tunaelekea kwenye Pasaka tukawa na semina, lakini ile semina ilikuwa inahusu wiki ya mwisho kabla Yesu hajasulubishwa, na tuliona mambo mengi kwenye semina, na Mungu akapita katikati yetu tena akitenda mambo makubwa, na tunamshukuru Mungu. Tumemaliza vizuri jana, watu wengi sana wakiwa wamefunguliwa, lakini sasa leo Mungu ametupa neema tena ya kuendelea na kitabu cha Samueli wa pili. Kitabu cha Samueli wa pili ni kitabu cha ngapi kwenye Biblia? Cha ngapi? Cha kwanza ni ipi? Cha pili? Cha tatu? Cha nne? Cha tano? Cha sita? Cha saba? Cha nane?
cha 9, Samueli wa kwanza, cha 10. Samueli wa pili. Basi mpigie Bwana makofi makubwa kwa ajili yako. Tuko kwenye kitabu cha 10 kwenye Biblia takatifu yenye vitabu 66, na ikiwa Biblia hiyo imegawanywa katika sehemu mbili kuu. Sehemu ya kwanza ni Agano la Kale na sehemu ya pili ni Agano Jipya. Sehemu ya kwanza ambayo ni Agano la Kale inayo vitabu 39, na sehemu ya pili ambayo ni vitabu vya Agano Jipya inayo vitabu 27. Lakini unaweza ukasema, mchungaji, mbona unanifundisha hayo hayana maana kwangu? Siku moja hebu taja vitabu hivyo tu. Utaje tu vitabu kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo vizuri jinsi vinavyofuatana, utaona nguvu ya Mungu itakayeshuka. Maana unapotaja kitabu cha Mwanzo, basi nguvu iliyopo kwenye uumbaji moja kwa moja inadhihirika. Unapotaja kitabu cha Kutoka, nguvu iliyetoa wana wa Israeli utumwani, na ikiwa ni kivuli na picha ya nguvu iliyetutoa wapi? Katika utumwa wa dhambi na kutufanya kuwa watumwa wa haki, inapata kudhihirika. Sasa vitabu 39 vinavyotengeneza Agano la Kale, mara ya kwanza iliandikwa kwenye lugha ya Kiebrania, na vitabu hivyo vilikuwa vimepunguzwa, vilikuwa ni vitabu 24, na bila shaka sitakwenda kule, lakini nataka niende moja kwa moja. Vitabu hivyo vya Agano la Kale ambao ni 39, baada ya kuongezwa na kufika 39 wakati wa kutafsiri Biblia ya kwanza ya Kiebrania kwenye lugha ya Kiunani, na wale maskola 70 waliochaguliwa katika taifa la Israeli na kupelekwa kwenda kujifunza lugha ya Kiunani kule katika chuo cha Alexandria, wao ndio waliongeza vitabu vilivyokuwa 24 na hatimaye vitabu kufika 39. Kuna vitabu ambavyo vilikuwa vinaitwa tu vitabu vya manabii. Kuna vitabu ambavyo vinaitwa vitabu vya manabii, kama umeona sasa hivi kuna vitabu vya manabii wakuu waliandika Biblia na manabii wadogo waliandika Biblia. So bila shaka sasa hivi kila kitabu kinajitegemea, ndio maana vitabu hivyo viliachiwa pachishwa. Maana kwenye Biblia ya Kiebrania, hata kitabu cha Samueli haikuwa Samueli wa kwanza na wa pili, ilikuwa ni kitabu kimoja tu kinaitwa cha Samueli. Kitabu cha Wafalme ilikuwa ni cha Wafalme, si Wafalme wa kwanza na wa pili. Na hata kitabu cha mambo ya Nyakati pia ilikuwa ni kitabu kimoja pasipokuwa Mambo ya Nyakati ya kwanza na ya pili. Lakini wale maskola walichofanya, walifanya kazi nzuri sana na kuipangilia vizuri, na hata kugawa kitabu cha Samueli ikawa ni Samueli wa kwanza na wa pili, na hii imerahisisha sana na kufanya kuwa na wepesi wa kuweza kujua habari zilizopo kwenye vitabu vya Samueli wa kwanza na Samueli wa pili. Sasa vitabu vya Agano la Kale, je, zinahusu nini? Agano la Kale, vitabu vya Agano la Kale, vitabu hivyo vinahusu taifa moja. Vinahusu taifa moja, na taifa hilo moja ni taifa la Israeli. Ndio maana ukianza kwenye kitabu cha Mwanzo, ukianzia kwenye sura ya 11 mwishoni, unaanza kuona habari za Tera na habari za Ibrahimu. Ina maana moja kwa moja tunaweza tukasema kwa Agano la Kale, kitabu cha Mwanzo inaongelea uumbaji, alafu na mwanzo wa taifa la Israeli. Ukienda kwenye kitabu cha Kutoka inaongelea habari za taifa hilo la Israeli, na ukienda katika vitabu vyote 39 unaweza kuta kuwa ni kitabu kimoja tu ya Ayubu inayoongelea habari za Ayubu, ambayo haiongelei taifa la nini? Taifa la Israeli. Lakini kumbuka ya kuwa hata aliyeandika kitabu cha Ayubu bila shaka amepewa Musa, na Musa kwa sababu alikuwa ni Muisraeli. So moja kwa moja ina maana vitabu hivyo vyote 39 zinaongelea kuhusu taifa moja. Ndio maana utasoma kitabu gani kwenye Agano la Kale ambayo haiongelei taifa la Israeli? Hata kitabu cha mwisho kwenye Agano la Kale ambayo inahusu Nabii Malaki inaongelea taifa la Israeli. So mtu anayepuzia
habari za taifa la Israeli hawezi akaelewa Agano la Kale. Lakini Agano la Kale ilikuwa ni kivuli, lakini pia ilikuwa ni taswira. Kwa lugha nyingine ilikuwa ni msingi wa Agano Jipya. Umeona sasa? Agano Jipya inajengwa katika msingi ambao ni Agano la Kale. Kivipi? Umeona unaposema habari za mwanakondoo wa Pasaka. Tuliona katika semina yetu ya kuwa mwanakondoo alichinjwa siku ya Ijumaa, lakini saa 9. Lakini tunaona kabisa kwa Yesu kama mwanakondoo aliyetakiwa kuja kuchukua nafasi ya yule mwanakondoo aliyewatoa wana wa Israeli utumwani, maana damu yake iliyepakwa kwenye mwimo na kwenye kizingiti ndiyo iliyefanya nyumba za Waisraeli iwe salama. Lakini nyumba ya Wamisri, mpaka nyumba ya mfalme wa Misri aliyeitwa Farao, mwanae wa kwanza alifariki na walifukuzwa, umeona, kutoka utumwani kwa sababu ya damu, kifo cha mwanakondoo ambayo kila nyumba alimchinja. Lakini umeona Yesu akifanyika kuwa ni utimilifu wa yule mwanakondoo. Ndio maana Yohana Mbatizaji kwenye kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 29 anasema ya kuwa anamuona Yesu siku ya pili yake baada ya kumbatiza, anamuona Yesu anatembea, lakini akiwa na wanafunzi wake huyu Yohana Mbatizaji anawaambia kwa tazameni, lakini badala ya kusema tazameni Yesu Kristo anasema tazameni mwanakondoo wa Mungu auondoae ama ubebao dhambi za ulimwengu. Na maana katika ulimwengu wa kawaida alikuwa ni Yesu anatembea, lakini katika ulimwengu wa kiroho, kama ungefunguliwa macho kama Yohana Mbatizaji alikuwa ni mtu wa kiroho, yeye anamuona mwanakondoo. Nini? Anamuona Yesu kimwili, lakini kiroho ni mwanakondoo. Ndio maana kinachofanyika kwenye Agano la Kale, yule mwanakondoo kwenye ulimwengu wa kawaida alikuwa ni ulimwengu wa kawaida, alikuwa ni mwanakondoo unamuona, lakini kwenye ulimwengu wa kiroho ungefunguliwa macho yako ungemuona kabisa ni mwana kondoo wa Mungu ambao ni Yesu Kristo. Sasa watakatifu wa Bwana, Agano la Kale ni muhimu sana. Huwezi ukajua Agano Jipya kwa ufasaha na kwa undani yake pasipo kujua Agano la Kale. Ndio maana kitabu kama kitabu cha Waebrania imeongelea moja kwa moja mambo yanayohusu kitabu cha mambo ya Walawi na Torati kwa ujumla wake. Ndio maana huwezi kuelewa kitabu cha Waebrania pasipo kuelewa Torati kule nyuma. Sasa watakatifu wa Bwana, sisi pamoja na tulishawahi kupitia Biblia yote, tuliamua sasa tuende sura moja moja kila siku, lakini tuanze na Agano la Kale. Mwaka jana tulifanikiwa kumaliza vitabu vingapi? 5 vyote vya kwanza ambao ni Torati. Na mwaka huu tangu Januari tulianza kitabu cha Joshua. Lakini kumbuka kuwa sasa hivi tuko kwenye Samueli wa pili. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kitabu cha Samueli ambao ni Samueli wa pili, kitabu cha 10 kwenye Biblia. Mwandishi wa kitabu cha Samueli, kama nilivyokuambia katika Samueli wa kwanza ya kuwa mwandishi wa kitabu hicho iko katika majina matatu. Nilikwambia kwa wa kwanza alikuwa nani? Wa kwanza nilikwambia kuwa alikuwa ni Samueli mwenyewe, ingawa aliandika sehemu yake, maana sehemu ya kifo chake ambao ni Samueli wa kwanza sura ya 25, ina maana singeandika kifo chake, si ndio? Lakini kumbuka ya kuwa ndio maana sio yeye tu aliyeandika kitabu peke yake, lakini Nathani aliyekuwa ni nabii na mshauri wa mfalme Daudi pia aliandika kitabu hicho. Lakini pia mwingine aliandika kitabu hicho alikuwa ni nabii Gadi, ambao tulimuona kwenye ile sura ya 23 kitabu cha 8, kitabu cha Samueli wa kwanza. Lakini sasa watu watatu hao wao waliandika vitabu hivyo. Unapata kwenye Mambo ya Nyakati ya kwanza sura ya 29 na mstari wa 29 utapata ya kuwa wao ndio waliandika kitabu ya Samueli wa kwanza na Samueli wa pili. Lakini katika Samueli wa pili inahusu sana, Samueli wa pili inahusu sana utawala wa Daudi. Maana Samueli wa pili inapoanza, inaanza pale kwenye Daudi kupata taarifa za kifo
cha mfalme nani? Mfalme Sauli, lakini pale pale akimuuliza Mungu ya kuwa aende wapi. Mungu anamuongoza aende Hebroni, na pale pale Wayuda wanamwendea na kumpaka mafuta na kumfanya kuwa ni mfalme wao, lakini anakuwa mfalme wa Yuda miaka 7.5, alafu baada ya hapo anatawazwa kuwa ni mfalme wa makabila yote ya Israeli. Na kitabu hicho imeongelea maisha ya utawala wa Daudi mpaka mwishoni mwake. Sasa kitabu cha Samueli wa kwanza tuliona ya kuwa iliongelea wahusika wakuu watatu ambayo walikuwa ni nani? Walikuwa ni Samueli na Sauli na Daudi, watu watatu. So ndio maana kuanzia sura ya kwanza ukienda mpaka ile sura ya 7 inaongelea habari za Samueli. Sura ya 8 unaona kabisa kuwa wana wa Israeli wanamwendea Samueli na kumwambia kuwa awachagulie mfalme, lakini inamkwaza jambo hilo, lakini Mungu anamwambia kuwa wasikilize na kufanya jinsi wanavyotaka. Lakini tunaona kuwa katika sura ya 9 moja kwa moja Samueli anawachagulia wana wa Israeli mfalme. Wa kwanza anaitwa Sauli. Pale tunaanza kuona habari za Sauli, na inapofika sura ya 16 tunamwona Daudi mara ya kwanza, na moja kwa moja tunaanza kuona habari za Sauli na Daudi sasa, na Samueli akitajwa mara chache, lakini tukiona mauti ya Samueli katika Samueli wa kwanza sura ya 25. Sasa watakatifu wa Bwana, nataka nikusomee kwa ufupi muktasari wa kitabu cha Samueli wa pili. Lengo langu ni kutoa mwanga katika mtu mmoja ambayo atakwenda pamoja na Bwana katika kitabu cha Samueli wa pili. Biblia jinsi ilivyoandikwa, hata kama ukisemaje huwezi kuielewa, maana imeandikwa tu, yani mchanganyiko, pasipo kuweza kujua hata matukio. Ni tukio gani ilikuwa ya kwanza, ni tukio gani ilifuata, na ni ipi iliyefuata nini? Hiyo ni mapenzi ya shetani, ili Biblia isieleweke kwa wengi. Ndio maana Biblia kadri siku zinavyokwenda ndivyo inavyozidi kusitirika kupitiliza. Ndio maana huwezi ukasoma na kuelewa pasipo Roho Mtakatifu kuingilia kati, kama alivyoingilia kati na kutupa funguo za kufungua mahali ambapo tunaweza tukajua maana ya Biblia. Bwana Yesu asifiwe. So kitabu hicho cha Samueli wa pili, muktasari wake, namba 1 ni mafanikio ya kiwango kikuu ya Daudi kama mfalme. Mafanikio ya kiwango kikuu ya Daudi kama mfalme. Hiyo nitaigawa tu mara chache, maana nataka niende moja kwa moja. Hiyo ni kuanzia sura ya kwanza mpaka sura ya 10. Sura ya kwanza mpaka sura ya 10. Mafanikio ya kiwango kikuu ya Daudi kama mfalme. Basi tutakapoingia sasa kwenye kila sura, tutaona sasa nini ujumbe wa kila sura. Tutajaribu kuigawa, lakini andika tu hiyo sura ya kwanza mpaka 10 hivyo. Namba 2 ni kosa na aibu ya Daudi kama mfalme. Kosa na aibu ya Daudi kama mfalme. Hiyo tunaipata kwenye sura ya 11 mpaka sura ya 12. Sura ya 11 hadi sura ya 12. Kosa na aibu ya Daudi kama mfalme. Alafu namba 3 ni miaka ya Daudi ya kuvuna matokeo ya dhambi. Miaka ya Daudi ya kuvuna matokeo ya dhambi.
Hiyo tunapata kwenye sura ya 12 mpaka sura ya 20. Miaka ya Daudi ya kuvuna matokeo ya dhambi. Dhambi ipi? Tutaiona tunapopitia kila sura. Hiyo ni sura 12 mpaka 20. Alafu namba 4 ni miaka ya mwisho ya Daudi kama mfalme. Miaka ya mwisho ya Daudi kama mfalme. Tutaona matukio yanayofuatana na miaka ya mwisho ya Daudi kama mfalme. Hiyo ni mstari wa sura 21 hadi sura 24. Kama unavyojua Samueli wa pili inayo sura 24. Nadhani nimeishia kwenye sura 24 maana inayo sura 24. Samueli wa kwanza tuliona kuwa ilikuwa na sura 31. Bwana Yesu asifiwe. Kama huwezi ukajua sura ina sura ngapi, hata wewe mwenyewe huwezi jua ujumbe kwenye kila sura. Ndio maana watakatifu wa Bwana, kadri unavyofanya jitihada ya kujua kitabu cha Samueli wa kwanza, ndivyo unapewa utayari ya kujua Samueli wa pili. Umeona, mtu anayesoma kitabu cha Samueli wa pili, hakuna jinsi atakayejua kitabu cha Samueli wa pili kama kujua kitabu cha Samueli wa kwanza. Maana kitabu cha Samueli wa pili ni mwendelezo wa kitabu cha Samueli wa nini? Samueli wa kwanza. Lakini kitabu cha Samueli wa kwanza, Samueli anatembea katika misingi ya Torati. Kama hukujua kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha cha Ruthi, basi usahau kujua kitabu cha Samueli wa kwanza. Lakini usipojua kitabu cha Samueli wa kwanza, huwezi ukaelewa kitabu cha Samueli wa pili. Lakini kumbuka ya kuwa ukitoka kwenye kitabu cha Samueli wa pili, mwendelezo wako inakuwa ni kitabu cha Wafalme wa kwanza. Maana kifo cha Daudi haipo kwenye kitabu cha Samueli wa pili. Kifo cha Daudi ipo kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya pili. So umeona sasa, anayesoma kifo cha Daudi hajajua maisha ya Daudi ya kuwa ilianzia kwenye Samueli wa kwanza na ikifikia kwenye utawala wake kwenye Samueli wa pili. Ina maana Samueli wa pili inaongelea moja kwa moja utawala wa Daudi. Ndio maana katika hizo dondoo ya muktasari niliyekupa, umeona nimekupa 4 lakini ziko nyingi. Ina maana sura ya kwanza tutaona ujumbe wake, lakini tukienda, Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi nataka niende kwenye sura ya kwanza, lakini kwanza nikuonyeshe kutimizwa katika Agano Jipya. Kitabu cha 8, kitabu cha Samueli wa pili, kutimizwa katika agano gani? Agano Jipya. Umeona, kila kitu ninachofanya katika kufundisha mimi lazima nitafute jinsi ya kuunganisha na Agano Jipya, maana sisi ni wana wa Agano Jipya. Ndio maana Yesu alituachia Injili kama wana wa Agano Jipya. Ndio maana unapofundisha Agano la Kale lazima uiunganishe, uwaambie watu kwa hii ni kivuli cha nini kwenye Agano Jipya. Maana pamoja na tunajifunza Agano la Kale, tunajifunza kivuli na misingi ya Agano Jipya. Ndio maana umeona sasa nimekupa muktasari wa kitabu cha Samueli wa pili, lakini sasa lazima nikuambia kwa je, ina muunganiko gani na Agano Jipya? Maana wewe ni wa Agano Jipya. Nisikia amina kubwa. Amen. Nikuonyeshe sasa kutimizwa katika Agano Jipya. Utawala wa Mfalme Daudi katika sura ya kwanza mpaka wa 8 ni kivuli cha mfalme Masihi. Umeona sasa, ni kivuli cha nani? Kivuli cha Masihi ambayo tunamuona kwenye Agano Jipya. Umeona sasa, unaposema Masihi, sasa Masihi ni neno la
ya Ebrania ambayo maana yake ni mpakwa mafuta. Lakini Agano Jipya, ukisema Masihi wa Agano Jipya, hauwezi kufanya nini? Hauwezi kukuelewa, maana unasema neno inayowahusu, lakini shida ni unaisema kwenye lugha ya Agano la Kale. So kwa lugha ya Agano Jipya unatakiwa useme ya kuwa Masihi alikuwa ni kivuli cha Kristo. Kristo ni neno la Kiyunani. Agano Jipya iliandikwa kwenye lugha ya Kiyunani mara ya kwanza. Agano la Kale iliandikwa kwenye lugha ya Kiebrania. So neno Masihi na neno Kristo ni maneno ambayo ni sawa, lakini Agano la Kale ikiwa ni Masihi, Agano Jipya ikiwa ni Kristo, lakini maana yake ni ile ile, mpakwa nini? Mafuta wa Bwana. So utawala wa Daudi tunayoona kuanzia sura ya kwanza mpaka sura 8 ni kivuli cha mfalme Masihi, ambao mimi nikwambia hivi ni kivuli cha Kristo. Sema ni kivuli cha Kristo. Ni kivuli cha Kristo. Nikisema Kristo sasa unaelewa. Lakini umeona sasa, ukisikia mtu anasema Masihi anasema Kristo, lakini kwenye lugha ya Agano la Kale ambayo ni katika lugha ya Kiebrania. Nione mtu anasema, mchungaji, mimi nimekupata hapo vizuri. Lengo langu ni unipate, maana hata kila siku kama ungejua neno moja moja, baada ya mwaka moja ungekuwa na maneno ya kufanya nini, ya kutosha, ambayo ukiongea dunia inakaa chini na nyosha mguu ili wapate kuyasikiliza kutoka kwako. Hiyo ni ya kwanza. Pili ni kufanya kwake Yerusalemu kuwa, nani huyo? Daudi. Kufanya kwake Yerusalemu kuwa ni mji mtakatifu na karama ya Mungu ya Agano la Daudi, na kule kutolewa kwa unabii kuwa ufalme wake ni wa milele. Yote hayo yalikuwa ni uvuli wa mwana wa Daudi. Unaposema mwana wa Daudi unasema Yesu Kristo. Daudi alikuwa ni wa ukoo, alikuwa ni wa kabila la Yuda. Kama unavyojua, tuliona kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 49 mstari kuanzia mstari ile ya 8 mpaka 12, Yakobo akitabiri ya kuwa fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda, lakini pia atatokea mtawala atakayetawala dunia kwa fimbo yake. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo na ufalme wake wa sasa ni sasa watakatifu wa Bwana bila shaka. Hebu sasa nisomee sasa uone. Hebu soma kwenye Isaya 9:7 alafu niunganishe na Agano Jipya. Nataka niende kwenye sura ya kwanza, lakini nataka niende taratibu ili mtu mmoja apate kunielewa vizuri, maana pana blabla nyingi sana. Yesu anakuwaje mwana wa Daudi? Anakuwa mwana wa Daudi kwa sababu gani? Kwa sababu nitakufikisha kwenye sura ya 7. Utaona Daudi tayari ameanza kwa kupakwa mafuta na kabila lake la Yuda. Wapi? Hebroni. Anakuwa nani? Anakuwa ni mfalme wa kabila moja. Lakini kumbuka wakati huo, baada ya muda kidogo, kumbe Sauli alikuwa na mtoto mdogo alikuwa anaitwa Isbosethi. Tuliona kwa Sauli alikuwa na watoto wa kiume 3 ambayo majina yake nani atakayenitajia? Wa kwanza Jonathan, sawa. Pili Isbi, sawa. Na 3 Isbisa, Malkishua. Lakini mtoto wake wa 4 ambao sasa anafanywa kuwa ni mfalme baada ya miaka 5, baada ya kifo cha Sauli inakaa miaka 5, ndio sasa anafikia sasa miaka 30 ya kuweza kuchaguliwa kama mtawala, anaitwa Ishbosethi. Lakini ukienda kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati utaona imeandikwa Eshbaali. Ukiona Eshbaali ina maana ndio huyo Ishbosethi. Bwana Yesu asifiwe. So anapofikisha miaka 30 baada ya miaka 5 tayari, kumbuka ya kuwa Abner aliyekuwa ni mkuu wa jeshi wanamfanya
kuwa ni mfalme wa makabila yale 11, lakini katika eneo la Mahanaim. Umeona sasa, Mahanaim kumbuka ya kuwa anafanywa kuwa ni mfalme, lakini kabla kuchagua kuwa mfalme palikuwa na vita sana kati ya nyumba ya Sauli na nyumba ya Daudi, maana Abner hakukubali moja kwa moja Daudi kuwa ni mfalme, ingawa baada ya huyu Isbosethi kuwa ni mfalme wa taifa lenye makabila 11, alikuja kumchokoza huyu baba yake mdogo, maana Abner alikuwa ni mtoto wa baba yake mdogo nani? Sauli. Sasa Isbosethi anakuja kumchokoza nani? Kumchokoza Abner, maana Abner alichukua nani? Suria wa Sauli ambaye anaitwa Rispa, akawa na mahusiano naye. So hilo ndio jambo inayemkasirisha Abner na kuamua sasa kwenda kuungana na kambi ya Daudi, lakini maana akukumbuka ya kuwa aliua mdogo wake nani? Yoabu aliyeitwa Asaheli. Lakini sasa Yoabu atalipisha kisasi, lakini kumbuka ya kuwa jemedari wanayechaguliwa wawili ndio atakayemkuwa Ishbosethi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa kwenye hiyo sura ya 7 Daudi anakuwa sasa ameshachaguliwa kuwa ni mfalme wa nini? Wa taifa lote la Israeli, makabila yote. So Daudi anafanya nini? Anatumana ili watu wateke Yerusalemu. Bado kipindi cha Yerusalemu ilikuwa bado sio mali ya Israeli, ilikuwa ni mali ya Wayebusi. So Daudi baada ya kuiteka Yerusalemu, na lengo mama ilikuwa ni aifanye iwe ni mji wake wa kutawala, maana ilikuwa ni katikati na wote wangeweza kufika pale. Basi anatamani sasa mjengee Mungu nyumba, lakini Mungu anamwahidi ya kuwa utanijengea nyumba, bali mimi ndiyo nitakaye fanya nini? Nitafanya ufalme wako kuwa kudumu, na kwako patatokea nini? Mtawala hadi mwisho. Umeona sasa, ambao sasa Mungu anamwahidi ya kuwa Yesu Kristo atokee pale. Sasa hebu soma kwenye Isaya 9:7, alafu tusome pia kwenye vitabu vya nani, alafu tuunganishe tuone, alafu twende kwenye Samueli wa pili sura ya 1. Maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe, katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake. Bila shaka huyo Isaya anamtabiri Yesu Kristo. Lakini hebu anzia kwenye mstari wa 6 alafu tuunganishe na 7, maana unaona hiyo inaning'inia. Kama unataka kusoma sura fulani mstari fulani ukaona inaning'inia, basi ujilazimishe uanzie juu ili upate kwa ufasaha zaidi nini wanaita general concept. Ina maana mtazamo pana ya kufanya upate kuelewa. Hebu anzie mstari wa 6 ili mtu mmoja aone ya kuwa ni nani huyo anayeongelewa. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Umeona, kwa ajili yetu nini? Mtoto amezaliwa. Nani mtoto amezaliwa? Ni Yesu Kristo. Tumepewa mtoto mwanaume. Amezaliwa mwingine tumepewa, maana Yesu alikuwa na nafsi ngapi? 2. Nafsi ya mwanadamu, alikuwa mwanadamu 100%, lakini alikuwa ni Mungu 100%. Ndio maana kuna mtoto aliyezaliwa, lakini tumepewa pia mtoto. Tunayepewa ni yule aliyetoka juu, na aliyezaliwa ni yule ambao ni nafsi ya kiungu ambayo alikuja kuchukua nafasi yake wakati ule wa kusulubishwa, maana nafsi ya uungu isingeungana na dhambi moja kwa moja. Endelea. Na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu Mwenye Nguvu, Baba wa Milele, Mfalme wa Amani. Maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe, katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake. Umeona sasa, ukisoma mstari wa 7 inaning'inia, lakini ukianza mstari wa 6 moja kwa moja unaona kabisa ni Yesu Kristo. Lakini hiyo ni Agano la Kale. Tunaposoma kwenye Agano la Kale tunajaribu kuunganisha Agano Jipya, maana sisi ni wa agano gani? Agano Jipya. Umeona sasa, sisi tuliyejua ya kuwa kuna tofauti kati ya Agano la Kale na Agano Jipya, na tukapata kujua ya kuwa Agano la Kale ilikuwa inahusu taifa ngapi? Moja. Agano Jipya inahusu mataifa
yote. Ndio maana lazima tuishi agano jipya. Ndio maana washirika wengi sana wanaishi agano la kale. Mtu ambaye anamfyeka mchawi, mtu ambaye analani, mtu ambaye analipa mabaya kwa mabaya, mtu ambaye anaendana na masuala jino kwa jino, jicho kwa jicho, chibuo kwa chibuo, uhai kwa uhai, ni mtu asiyeelewa tofauti kati ya agano la kale na agano jipya. Kwenye Biblia pana maagano mawili ambayo taifa moja ilikuwa na agano na Mungu, taifa la Israeli ambao ni agano la kale, ambao walivunja. Ndipo Mungu akasema kuwa kama ilivunjika, basi inahitajika agano lingine iliye bora, ambao agano hilo Yesu Kristo na wanafunzi wake walifunga pale juu ya ghorofa katika ile mlo wa nini wa mwisho. So ukitaka hiyo, unakwenda unasoma vitabu vya Injili vinavyoongelea mlo wa mwisho, ambayo unasoma kwenye kitabu cha Mathayo ile sura ya 26, unasoma kwenye Marko sura ya 14, unasoma kwenye Luka sura ya 22, unasoma kwenye kitabu cha 8 Yohana ile sura ya 18, na unapata ya kuwa hakika yake kivuli chake ilikuwa ni kitabu cha Kutoka ile sura ya ngapi? Sura kuanzia 19 na inakwenda kutimia kwenye sura ya 24. Ndio agano la kale ilikuwa ni hitimisho yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unapojua hivyo, unapata picha kuwa unatakiwa uishi agano jipya. Mbona sasa hii ndio maana na watu waliokoka wamejaa ghadhabu, wamejaa hasira, wamejaa tabia zisizoeleweka. Kwa sababu gani? Mtu anajua kabisa ya kuwa mwanamke mchawi atakiwa kufanya nini? Kuishi. Nilisikia sehemu fulani nimeadisia kuwa mwanamke fulani mchawi watu wamemfieka mpaka wamesema kabisa tumemalizana na yeye, tumemmaliza. Hasa nikamuuliza, je, wamemalizana na yeye kashakufa? Anasema tujasikia taarifa. Nikamwambia huwezi kufa, maana huwezi kutumia silaha za Marekani kuangamiza Marekani, huwezi kutumia silaha za shetani kumwangamiza shetani. So kumbuka ya kuwa unaposema unamnyonga, unamuua, je, hizo silaha za nani? Za shetani. Maana kumbuka ya kuwa agano jipya haturuhusiwi kulipa mabaya kwa mabaya, lakini hata agano la kale nasemaje? Alipae mabaya kwa mabaya, mabaya afanye nini? Yatoke nyumbani mwake. So kinachofanyika, watakatifu wa Bwana, wa agano la kale hawezi kusamehe. Wa agano jipya amejengwa kwenye msamaha, maana wokovu ni msamaha. Ndio maana nasema watakatifu wa Bwana, anayejua agano jipya bila shaka huyo anajiandaa kwa ajili ya kwenda kumpokea Kristo Yesu atakapokuja kama bwana harusi mara ya pili. Ndio tukio inayofuata sasa, akija kunyakua nini? Akija kuchukua bibi harusi yake. Lakini ni bibi harusi gani anayetarajia kwenda kwenye harusi pasipo kujiandaa? Ndio maana nilitoa mfano yule wa yule bwana aliyeandalia mwanae nini? Harusi, alafu akatumwa watu wengine wa kwanza walialikwa kufanya nini? Walikataa, lakini akawaambia kuwa nimeandaa manono yangu, nimeandaa mapochopocho. Akasema ni nini sasa? Njia panda, mkikuta kiwete beba, ukita sijui kipofu beba, kila mtu beba. Lakini akabeba wote akawapeleka. Lakini sasa pale bwana, ilipofika wakati wa harusi, watu wamekaa, yule bwana harusi anapoingia pale, akakutwa mwingine hana nini? Hana vazi ya harusi. Anamwambia, bwana, umeingiaje hapa? Ndio ule wimbo mnayeimbaga, yule bwana mjinga aliyekutwa hana nini? So watakatifu wa Bwana, ni kweli tunakwenda kwenye harusi ya mwana kondoo, lakini sisi ndio mabibi harusi. Lakini ni bibi harusi gani ambaye anataka kwenda kwenye ukumbi, anataka kwenda kanisani, kwenda nini? Kwenda kwenye harusi, anaambiwa kwa jamani, paka lipstick na anang'ang'a macho tu, vaa vazi lake na anang'ang'a macho. Nasema hivi, hii ndio tunapofanya kazi ya kuvaa mavazi yetu, tunapojifunza kuishi maisha matakatifu, tunapojifunza kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Hiyo ndio kuvaa vazi nini? Vazi la harusi. Nasema hivyo watakatifu wa Bwana, lazima tofauti iwepo kati ya wewe uliyookoka na siyeokoka. Uliyookoka lazima upende wote. Ndio maana Yesu akasema ni pendo la namna gani hata mtu akatoa uhai wake kwa ajili ya mtu mwingine. Umeona sasa? Nasema hivi, mimi ukisema umeokoka, kuna vitu ninavyoangalia.
If you say that you are saved, there are qualities that I will look into. If I don't see them in you, definitely I will conclude that you are not saved. Yesu alisemaje? Unaposoma kipengele cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 29, anasema njooni kwangu, maana yeye ni nani? Mpole na mnyenyekevu. Kondoo ana tabia upole na mnyenyekevu. Ndio maana ukisoma Isaya 53 akaongozwa akipelekwa machinjioni kama bwana kondoo, wala akubisha. Ndio maana nafundisha hivi, umekaa kwenye gari, mtu amekanyaga mguu wako, usianze kuzungusha macho yako kama chatu. Unajipanga kulipuka ama kubwatuka. Nyoka ananyanga, anakuwa makini, anazunguka macho yake chatu, anataka kutoa ulimi wake na kushambulia. Unajua mkanyaga wewe, unajua bei ya kili wewe. Muone kwanza umetoka wapi? Katoka wapi? Ende wakati yeye ni mwanadamu kama wewe, aliyezaliwa na mwanamke kama wewe. Tayari upole aipo ndani yako, unyenyekevu uko ndani yako. Ndio maana Yesu anasulubisha, anasema wasamee maana wafanye nini? Hawajui walitendao. Lakini sasa hivi kenyaga mguu wa bishop hajalipuka, hajapaa juu na mbawa. Waache mara moja warudi wasome Biblia. Tunataka tuende wote wapi? Mbinguni. Tuende wote wapi? Mbinguni. Maana tunaungana na mapenzi ya nani? Ya Mungu Baba, ya kuona wote wakifikia toba ya kweli. Mungu Baba akaupenda ulimwengu hata akautoa mwanawe pekee, ili kila anayemwamini asipotee bali afikie toba ya kweli. Mapenzi ya Mungu Baba, hataki kuona mchawi akipotea, hataki kuona mganga akipotea, hataki kuona muuni akipotea. Ndio maana sisi tumefanyika kuwa ni wajumbe wa Agano Jipya, ili kazi aliyeanza kufundisha Yesu na kuyatenda ameturithisha sisi. Sema nimerithishwa mimi. Nimerithishwa mimi. Unaifanya, na ama kama hujaanza kuifanya uko tayari kuifanya? Amen. Nasema kwa takatifu wa Bwana, Biblia ilikuwa imesitirika, lakini sasa Mungu analeta nguvu ya nyakati za mwisho kama ilivyotabiriwa, ya kuwa kama maji yanavyojaza bahari, ndivyo hekima na maarifa yake yatajaza dunia. Lakini itajaza dunia kwa wale wapole, kwa wale wanyenyekevu, kwa wale wanayebeba nini? Misalaba yao kila siku na kumfuata nani? Na kumfuata Bwana. Wale wanayetia jembe shambani kulima na wafanye nini? Hawatazami nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu soma na hapa Epafra ili tuende kwenye sura ya kwanza. Hebu soma sasa. Tumesoma, ukisoma kwenye Agano la Kale, if you read in the Old Testament, make ways out of doing reference in the New Testament, because we belong to New Testament. Why should we leave Old Testament? Yet we belong to New Testament. If you leave Old Testament, then you won't make it to heaven, because you will be against the good news of kingdom of God. Utakapoanza kuishi Agano la Kale, itakuwa ni jino kwa jino. Mtu amekanyaga mguu wako tu, yani kwa bahati mbaya wewe unataka yani aongee ili mkate kidevu. Ukisikia maneno tunayoongea kwa kanisani, if you hear the words which are being spoken in the house of the Lord, you can run mad. Somebody saying that, and now I want to kill your enemies. You kill, you are talking of killing. Killing. If you kill them all, whom are you going to preach your gospel to? Are you separating with the devil or collecting with the Christ? That is the problem. Let everybody go back to the drawing board and start afresh. There is something not right somewhere. There is something hidden behind the curtains. That is why we need to tell the Israelites the truth. It is our time. We the Gentiles. Ni wakati wetu, na wakati wetu ulianzia wakati wa Nebukadneza.
ile kitabu cha Danieli sura ya 2 36-37, ewe mfalme wa falme, mpaka mwisho wa dhiki kuu, pale ndipo sasa mwanakondoo ataleta utawala wake, akiingia kwenye ile lango iliyofungwa ya Yerusalemu, ambayo ni lango la mashariki, aliyeingia akiwa amepanda mwanapunda. Lakini hivi ni vitu ambavyo ni factual. These are factual. These are reality. But who is taking his time to teach this, all this? People do like teaching personal revelation because people will cheer, as if it is a football match, as if they're in a stadium. They are making fun. Oh, oh, oh. What are you doing? You have time to celebrate before the event. Nasema hivi, wewe shangilia tu, lakini imekupiga chenga. Naongea na askofu, naongea na bishop, naongea na mlevi, naongea na rais, naongea na makamu wa rais, naongea na mawaziri, naongea na dunia yote. Haya ni mambo ambayo lazima kila mtu aangalie, maana vinginevyo unakwenda motoni. Moto ipo. Yesu alifundisha Injili akisema kuwa ishi maisha matakatifu, uende mbinguni ama uende motoni. Njia ni mbili, na amesema njia kwenda mbinguni lazima upitie wapi? Usipokuwa mnyenyekevu kama yeye, usipokuwa mpole kama yeye, usipofundisha ukweli kama yeye. Nilishangaa Yesu anafundisha, anasema anaona mwanamke mjana ametoa senti 2. Anawaambia wanafunzi wangu, wanaambia nini? Hakika yake mwanamke huyu mjane katoa zaidi. Ametoa zaidi wakati ametoa senti 2. Leo ukitoa senti 2 mtu anaweza kukasia macho vibaya mno. Anaweza kukutupia. Nasema mtakatifu Bwana, huu ni wakati wa mabadiliko. Sema huu ni wakati wa mabadiliko. Huu ni wakati wa mabadiliko. Kwenye ulimwengu wa kiroho, watakayekuwa tayari watakatifu wa Bwana watapata kujua. Ndio maana ninapofundisha kitu kwenye Agano la Kale, lazima nilete kwenye Agano Jipya. Nini? Sikufundishi uishi ile Agano la Kale. Wewe sio Agano la Kale, lakini Agano la Kale imebeba maana ya Agano Jipya. Nini? Natumia Biblia kutafsiri Biblia. Situmii akili yangu ya chuoni sijui nini, situmii sijui nini, hapana. Roho Mtakatifu ananionyesha na kunifunulia Biblia. Ndiyo maana yeye ndiyo anayefungua mafumbo ya sirini ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Niona anayesema kwa Roho Mtakatifu amfundishe neno la Mungu. Wewe anataka usafi huyo, anataka utakatifu huyo, anataka majibu ya upole huyo, anataka unyenyekevu huyo, anataka upole huyo. Una upole wewe, jambo dogo tu mdomo wako umeshakuwa kama baluni. Bora kama baluni inatoka kama putu. Mbingu na neno unakwenda. Acha mara moja. Hebu soma sasa. Tumesoma Agano la Kale, hiyo Isaya 9, tumeanzia 6 mpaka 7. Hebu sasa soma kwenye Mathayo 21:9. Tulipitia wiki iliyopita. Lakini hebu soma. 21:9 Mathayo. Na makutano waliotangulia na wale waliofuata wakapaza sauti zao wakisema, Yesu tayari anaingia pale Yerusalemu katika ile lango la mashariki, lakini anaingia katika ile Jumapili ya matawi. Nilifundisha kabisa ile Jumapili ya matawi, nikafundisha mtende pamoja na matawi yake. Nadhani Bwana alifundisha sana vizuri sana, lakini tunapoelekea huko tutakutana nayo pia kwenye Agano la Kale, na kuahidi Bwana atakuwa mwaminifu kufundisha tena. Hosana mwana wa Daudi ndiye mbarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana. Nani aliyekuwa anaingia kwenye mji wakati wanaimba hivyo? So kumbuka ya kuwa nimekuonyesha pale tabiri ya Isaya, lakini nakuonyesha sasa kitu cha uhalisia sasa. Hebu kene Epafra soma kwenye Mathayo 22 soma 45. Alafu mtu mwingine asome Luka sura ya kwanza mstari wa 32 mpaka 35. Anza na 22:45 Mathayo. Basi Daudi akimuita Bwana amekuwaje ni mwanawe?
wala hawakuweza mtu kumjibu neno wala kuthubutu mtu yeyote tangu siku ile kumuuliza neno tena. Bila shaka wao walitarajia kuwa atokee Israeli kwao, lakini akileta ule utawala wa Daudi. Lakini Yesu anawakurasha kuambia kuwa mnasema kuwa Kristo ama Masihi ni mwana wa Daudi. Mwana Daudi alisema kwenye ile Zaburi 110 mstari wa kwanza ya kuwa Bwana na aambie Bwana wangu, anamuhitaji huyu mtoto wake bwana wake. So Yesu anakurasha. Hebu soma kwenye Luka 1:32 mpaka 33. Alafu nataka niende sasa moja kwa moja, lazima nipitie kwenye Samueli sura ya kwanza inayo mistari michache. Umeona sasa malaika hapo anamwendea nani? Malaika Gabrieli amemwendea Bikira Maria mmoja wapi? Kule nyumbani kwao, lakini anamwambia, anamsalimia salamu ya tata, na anamwambia ya kuwa uwezo wa Mungu utamshukia kwa Roho Mtakatifu, naye atafanya nini? Yeye eti atazaa mwana, lakini huyo mwana atakuwa ni mtakatifu, mwana wa Mungu, lakini eti baba yake wa mbinguni atampa enzi ya kiti cha enzi cha baba yake nani? Daudi. Sasa umeona sasa, hiyo ni udhibitisho sasa ya kuwa yule tuliyoona kwenye Isaya 9 mstari wa 6 mpaka wa 7 anakuwa nani? Anakuwa ni Yesu. Na hivi ndivyo utakavyochua Biblia. Umesoma kwenye Agano la Kale, unakwenda kwenye Agano Jipya. Umesoma kwenye Agano Jipya, unakwenda kwenye Agano la Kale. Nini? Biblia inajifunua yenyewe. Biblia inajitafsiri yenyewe. Sasa hebu tuende kwenye Samueli wa pili sura ya kwanza. Dondoo ziko mbili. Samueli wa pili sura ya kwanza ni taarifa ya kifo cha Sauli yamfikia Daudi. Taarifa ya kifo cha nani? Cha Sauli inamfikia Daudi. Lakini kumbuka, unapokuwa tayari kuanza sura ya kwanza, lazima ukumbuke ya kuwa sura ya 31 iliishiaje? Sura ya 31 tuliona moja kwa moja ya kuwa nini inayotokea. Sunayo kwenye Biblia yako. Nitajie mistari mitatu ya mwisho ama minne ya mwisho kwenye 31. Umeona, ina maana mtu anayetaka kwanza kwenda kwenye sura ya kwanza kitabu cha Samueli wa pili lazima awe amemalizia pale palipoishia Samueli wa kwanza ambao ni sura ya 31. Soma. Na wenyeji wa Yabeshi Gileadi waliposikia habari zake jinsi hawa Wafilisti walivyomtenda Sauli, wakainuka mashujaa wote, wakaenda usiku kucha, wakautoa mwili wake Sauli na miili ya wanawe na kuiondoa ukutani wa Bethshani. Tayari mwili wa Sauli inaondolewa. Lakini kumbuka, Daudi, vita hivyo Daudi alitakiwa kwenda, maana mfalme Akishi alimwambia Daudi aende pamoja naye. Daudi akiwa amemfanya Daudi kuwa ni mlinzi wa kichwa chake, na maana mlinzi wake. Lakini wale mashehe wakasema kuwa huyu sio Daudi, yule ambao wanawake wa Israeli walimwimbia kuwa kaua 10,000 zake. Wakakataa kumwamini, na Akishi akaongea vizuri ya kuwa sijaona jambo baya kwako, rudi. Daudi anaporudi kule Siklagi, anakuta moja kwa moja kuwa Waamaleki wameichoma mji ule na wameteka nyara familia zao na kuchukua vitu vyao. Lakini Daudi, kumbuka ya kuwa vita vile yeye aliacha watu waenda kupigana vita, so hakuwa na taarifa za kutoka kule. Maana aliporudi tu moja kwa moja akafuatilia wale mateka, na anapowarudisha sasa, kumbuka ya kuwa siku ya pili sasa ndiyo sasa anafanya nini? Analetewa taarifa ya uongo na kijana mwa Amaleki. Umeona sasa, na maana nimejaribu nikuunganishie sura 31 na sura ya kwanza kitabu cha Samueli wa pili. Ina maana mtu ambaye hajamaliza kule hawezi akaelewa huku. Kumbe Biblia, ili uelewe kitabu kingine lazima uelewe vitabu vilivyotangulia ama vitabu vya mbele pia. Hebu twende sasa. Na dondoo mbili. Dondoo ya kwanza ni Daudi asikia kifo cha Sauli, hiyo dondoo ya kwanza. Ya pili
ni maombolezo ya Daudi juu ya Sauli na Yonathani. Utashangaa kuwa mtu anamwombolezea adui wake mpaka anatunga na wimbo ya maombolezo. Umeona sasa? Kumbe kwenye Agano la Kale palikuwepo na upendo ya kupenda adui, lakini ilikuwa imefanya nini? Imefunikwa, haikuwa wazi kama ipo kwenye Agano la Kale imefunuliwa, ambayo ni agano nini? Agano Jipya. Hebu twende sasa kwenye sura ya kwanza. Ikawa baada ya kufa kwake Sauli, hapo Daudi aliporudi katika kuoa Amaleki, naye Daudi amekaa siku 2 katika Siklagi. Hata siku ya 3 ikawa tazama, akaja mtu kutoka kambi ya Sauli, nguo zake zimeraruliwa, tena na mavumbi kichwani mwake. Njia ya maombolezo ilikuwa, jambo la kwanza ni kurarua mavazi, ya pili ni kupaka mavumbi kwenye mwili na kichwani, lakini ya tatu ilikuwa ni kufunga. Watu, utaona Daudi na watu wake wakiomboleza, lakini wakifunga mpaka jioni. Tuliona kuwa katika ile sura ya 31 tuliona wale wa Yabesh Gileadi, wao walivyomchoma Sauli mwili wake moto na kuizika, walifunga wiki mzima. Ina maana waliomboleza wiki mzima, lakini Daudi ataomboleza mpaka jioni. So unapoona habari za kufunga kwenye Agano la Kale, ilikuwa ni moja kati ya njia nini? Njia pia ya kuomboleza. Ina maana yake ilikuwa ni watu waliomboleza kwa kufanya nini? Kwa kutesa miili yao. Lakini maombolezo sasa hivi unaweza kutamani hata kuona machozi, hawalii kabisa. Hawalii, wako macho mwasu, macho mkavu. Unasema jamaa anakuja kwako, ambona hata huyu anaombolezi. Ni jinsi gani upendo sasa hivi umepungua? Hebu tupandishe upendo. Yesu mwenyewe alilia, hakulia kwenye habari ya rafiki yake? Alilia. Lia na wanaelia, cheka na wanayefanya nini? Kulia sio tatizo, sio shida. Hebu twende. Basi ikawa alipofikia Daudi, akaanguka chini akamsujudia. Daudi akamwambia, umetoka wapi? Akamwambia, nimeokoka katika kambi ya Israeli. Daudi akamwambia, yalikwendaje? Tafadhali uniambie. Akajibu, watu wamekimbia vitani, tena watu wengi wameanguka, wamekufa. Hata Sauli naye na Yonathani wanao wamekufa. Daudi akamwambia yule kijana aliyempa habari, umejuaje ya kuwa Sauli na Yonathani wanao wamekufa? Yule kijana aliyempa habari akasema, nalikuwa kwa nasibu juu ya kilima cha Gilboa, na tazama Sauli alikuwa ameegemea fumo lake, na tazama magari na wapanda farasi wanamfuatia kwa kasi. Unasikia mtu anayetunga uongo, lakini uongo wake ataijutia baada ya maisha yake kuondoka. Kumbuka ya kuwa mtu ambaye anasoma sura ya kwanza bila shaka anaweza kujua kabisa ya kuwa huyu Mwamaleki ndiye aliyemuua Sauli. Lakini tuliona kabisa kuwa Wafilisti wao walimjeruhi nani? Sauli. Lakini Sauli alijiua mwenyewe. Ndio maana hata Wafilisti hawakujua kama Sauli amefanya nini, amekufa, mpaka kesho yake, mpaka kesho yake. Lakini huyu bwana anaonekana alikuwa ni scavenger nini, wanayewapekwaji wanayekuja na kupita sehemu ambao watu wameuawa, yeye anachukua vitu, anavua nguo, anachukua silaha zake. Maana kilichomleta nini? Lakini sasa alitaka umatemate zaidi, alitaka mapochopocho zaidi, maana alijua kabisa akichukua taji na pete ya mfalme, na ni mtu aliyejua kabisa uhasama iliyokuwepo kati ya Sauli na nani? Na Daudi. So anataka kwenda kupata nini? Ujiko. Acha mara moja habari za ujiko zitakupeleka pabaya. Kabwana huyu anadhani ya kuwa anayempelekea taarifa atafurahi. So uongo wake unakwenda kumpeleka auawe wakati hakumuua. Mshahara wa dhambi ni nini? Mauti. Bora hata angeuoa kwa sababu alikuwa, lakini kauoa kwa sababu kasema uongo. Kuna mambo mengine ukishabikia unabaki mwenyewe. Umeona huyo? Usimmameleki. Kuna wamaleki wanayetoka kwenye siasa, kuna wamaleki wanayetoka kwenye mambo sijui ya biashara. Wamaleki wako, usimmaleki wewe.
yanamtokea puani huyo. Lakini hizi ndio mifano inatakiwa jifunze, wewe ambao ni mbea, wewe ambao ni muongo. Acha uongo. Watakuwa Mwamaleki wewe. Lakini bora hata angemuua. Umekufa maskini, maana umesema uongo kwa nimemuua. Anaulizwa umemuua masiwa bwana? Lakini hebu sikia anavyoitunga. Hebu wewe makini usikia anavyoitunga. Waongo ni wabunifu sana, lakini sasa shida yao hawana kumbukumbu. Muongo ana ubunifu wa kuitengeneza uongo, lakini kumbukumbu hana. Kumbukumbu hana. Hebu twende. Naye alipotazama nyuma akaniona, akaniita, nikajibu mimi hapa. Akaniambia, "U nani wewe?" Nikamjibu, mimi ni Mwamaleki. Akaniambia, "Tafadhali simama karibu nami ukaniue, maana shida imenipata, kwa sababu roho yangu ingali hai ndani yangu." Basi nikasimama karibu naye nikamuua, kwa sababu nalijua hakika ya kuwa hawezi kupona baada ya kuanguka. Kisha nikaitoa ile taji iliyokuwa sasa. Ulimuuaje wakati wale ulisema ya kuwa walikuwa wanakuja? Maana wale si wangekuua na wewe. Nasema kwa takatifu Bwana, nafundisha watu ukweli. Speak the truth always. Because lying is the work of the devil. He was a liar since the beginning. Alikuwa ni muongo tangu mwanzo. Yeye ni baba wa uongo. Ndio maana kwenye hivi longalongo usiseme uongo. Halo, mambo vipi? Safi bwana, upo. Bwana sipo. Mtu mwenyewe yuko mbali nawe, kwa nini umdanganye? Saa nyingine anakupigia simu amekuona. Amekuona kwenye daladala. Mwingine anataka kupokea simu kwa sauti. Hello. Chini ya kiti. Hello. Sasa hivi niko Mwanza. Nyamagana. Anatoka Magomeni. Saa nyingine huyu mtu akuona. Saa nyingine anataka kukukumbusha hata deni, anataka kujulia tu hali ya watoto. Sasa ndio kusamehe. Hebu tuende. Kisha nikaitoa ile taji iliyokuwa kichwani mwake na kikuku kilichokuwa mkononi mwake, nami nimevileta hapa kwa bwana wangu. Ndipo Daudi akashika nguo zake akazirarua, na kadhalika watu wote waliokuwa pamoja naye. Unaona, habari za kurarua nguo ilikuwa ni njia ya kuomboleza juu ya tukio mbaya ama kwa habari za msiba. Umeona yule Mmaleki alikuja nguo zake zimeraruka na amejipaka nini? Mavumbi. So kumbuke ya kuwa Daudi ndio mtu ambayo alikuwa kweli ni kivuli cha Yesu. Maana kumbuke ya kuwa Yesu anamwambia baba yake ya kuwa wasamee maana wajua litendao. Wakati wako pale pale, Daudi analetewa habari za kifo cha mbaya wake aliyempa wakati mgumu miaka mingi, akiwa na miaka 12 mpaka sasa na miaka 30, miaka 18. Ukai nyumbani unakimbia, alafu analetewa taarifa yake, alafu anaanza kuomboleza. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa kwa ajili ya Daudi. Ni kweli alikuwa ni kivuli cha Kristo, alikuwa ni picha ya Kristo. Ndio maana Daudi, neno aliyemwambia Yesu, ndiye aliyemwambia Daudi. Alisema Daudi mwana wa Yese anayependezwa na moyo wake. Yeye akamwambiaje? Akasemaje? Huyu ni mwanangu nimpendaye, msikilizeni. Umeona alichomwambia Daudi, alimwambia watu wakati wa Yesu. Ndio maana watakatifu wa Bwana, ni kweli hata kama ni kivuli, lakini je, zinaendana? Yesu kweli alichukua nafasi ya yule mwanakondoo, lakini mwanakondoo alikuwa ni mpole. Hata anapokwenda kuchinjwa alitoa sauti. Ndivyo Yesu alivyokuwa. Ndio maana nilikwambia kuwa vigezo vya Yesu vilirandana kabisa na vigezo vya yule mwana kondoo wa Pasaka aliyekuwa ana hila. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Wakaomboleza, wakalia, wakafunga hata jioni kwa ajili ya Sauli na kwa ajili ya Nathani mwanawe na kwa ajili ya watu wa Bwana na kwa ajili ya nyumba ya Israeli, kwa sababu wameanguka kwa upanga.
Naye Daudi akamwambia yule kijana aliyempa habari, watoka wapi wewe? Hebu sikia sasa jinsi alikuwa medani akuwa amepata, kumbe amepatikana. Unaweza ukadhani umepata, kumbe umepatikana. Ndio maana nasema hivyo takatifu Bwana. Yule bwana alijua kabisa kwa mtaji yule anakwenda kutajirika. Anakwenda kutajirika. Bora maskini angechukua taji, achukue na pete na vitu vingine, achape lapa zake. Lakini anaingia katika matatani wakati wala hajatenda. Hii ikupe nafasi ya kuacha uongo kabisa. Sema ukweli siku zote. Maana unaposema ukweli wengi watakwenda. Umeona mimi nafundisha injili ya kweli. Usidhani utakapofundisha injili ya kweli ya kwa wengi watajua haraka. It will take them time to know the truth. It will take time. But when they know the truth, definitely the truth will set them free. Wanapojua ukweli, huo ukweli utawaweka huru. Ndio maana Yesu alisemaje, njia hiyo ni nyembamba na waifanyaje nini? Waionao, sio wanaiendea, wanaiona. Ndio maana injili imefichika kweli, na injili ni kali. Mchungaji hawezi kukubali kufundisha injili ukikaa vibaya na kukata. Ni mpango katao kuwili. Hebu twende. Akajibu, mimi ni mwana wa mgeni Mwamaleki. Daudi akamwambia, jinsi gani hukuogopa kunyoosha mkono wako kumwangamize Masihi wa Bwana? Mabaya aliyesema ya kuwa Sauli alisema imempata, alisema uongo. Sasa mabaya hayo sasa yanampata. Mabaya kupate kama unasema uongo kwa jina la Yesu. Mabaya kupate wewe ukisema uongo kwa jina la Yesu. Unataka kusema amina? Unataka kusema amina maana unaogopa. Maleki kasema kabisa ya kuwa Sauli kamwambia kuwa chukua pango niue maana mabaya nifanya nini? Lakini ulikuwa ni uongo. Sasa mabaya hayo yanampata sasa. Hebu tuone ninapompata. Ndipo Daudi akamwita mmoja wa vijana akamwambia, muendee ukamwangukie. Basi akampiga hata akafa. Daudi akamwambia, damu yako na iwe juu ya kichwa chako mwenyewe, maana umejishuhudia nafsi yako ukisema, nimemuua Masihi wa Bwana. Alijishuhudia nafsi yake kuwa amemuua. Je, ni kweli alimuua Masihi wa Bwana? Lakini mimi nikwambie kitu cha jambo ambalo utakubaliana nao mtakataa. Ni kweli alichoongea Yesu ya kuwa mtu akimwona mwanamke akimtamani amekwisha kuzini naye. Ni kweli huyu Amaleki alimuua Sauli kwenye ulimwengu wa uongo. So mshahara wa dhambi ni nini? So alivuna alichokipanda. Maana alimuua, maana sema kuwa nimemuua pamoja na kumuua, lakini kwenye mdomo wake, kwenye ufahamu wake, kwenye mawazo yake, kwenye uongo wake alimuua nani? Alimuua Sauli. Ndio maana unavyoomba katika jina la Yesu, ninakuua, ninakuchinja, ninakuua, unaua kwenye mdomo wako. Je, hukumu itakuwaje? Utakwepaje hukumu maana uliua? Acha mara moja. Let us speak the truth and teach the truth. If you don't teach the truth, you want to make it to eternal life. I am truly speaking. Change and start living a righteous life. Badilika na kuanza kuishi maisha matakatifu. Jifunze kwa huyu Amaleki. Ni kweli Amaleki pamoja na hakuinua panga na kumuua Masihi wa Bwana, lakini kwenye ulimwengu wa uongo hakumuua Masihi. Kwenye kinywa chake wangapi makanisani wanaua wachawi? Wanaua waganga. Tumwahubirie nani sasa? Tunataka kwenda kuhubiria wanawaua sasa. Waambie waache mara moja maana injili yetu itafikia nani? Wanajenga ufalme wa giza, ufalme wa Mungu. Hii injili inakwenda kufikia mwisho. Wewe subiri. Andika chini. Miaka inakuja ambao hutasikia mtu yote duniani. You won't hear anybody in the world killing witches,
or anybody who is against anybody. Days are coming that you won't hear that. Anayefanya namna hiyo utamwona kwenye ramani ya Injili. Siku zinakuja ambao dunia yote itafundisha neno la Mungu la kweli. Nini? Mwana wa Adam akuja kuangamiza, baada alikuja kufanya nini? Kuokoa. Hebu tuungane na mapenzi ya Mungu Baba ya kuona wote wakifanya nini? Wakifikia toba ya kweli. Hebu tuende tuone sasa maombolezo ya Daudi, jinsi ambayo Daudi pamoja na Sauli alikuwa kinyume naye, lakini Daudi bado alikuwa anampenda Sauli. Alikuwa anajua kabisa ya kuwa Sauli alikuwa ni mfalme wake, Sauli alikuwa ni baba mkwe wake, Sauli alikuwa ni mpako wa mafuta wa Bwana. Na hiyo ila andiko anatumia vibaya. Mchungaji anatenda mabaya, anajua kabisa huwezi kumweleza ukweli na kumwambia bwana utalaaniwa maana unamimi mpako wa mafuta wewe. Mwambie ni mwenyewe mpako wa mafuta. Amen. Mpako wa mafuta lazima nyoshe watu kidole waache mabaya. Kwani Yesu akwambia kwa enyi Wafarikayo manafiki kwa kubwa, mnatoa zaka ya nini? Ya mnana. Na nini? Na bizari. Wakati mambo muhimu yanatakiwa kufanya, fanye nini? Wanavuka bahari hadi nchi kavu ili wamfanye mtu mmoja tu kuwa mwongofu, ili tu waje wamfanye kuwa mwana wa Jeda mara ngapi? Wameketi kwenye kiti cha nani? Cha Musa. Wanafundisha watu, wanabebesha watu mizigo ambao wao hawabebi. Anakuambia acha uzinzie mwenyewe, mzinzi wa kutupa mbali. Mke wake anaishi kwa shida kweli kweli. Mungu awahurumie hao wanawake kwa jina la Yesu. Amen. Mchungaji, huwe na huruma, usituseme sana. Mimi nikukusiri, mimi nataka ubadilike. Hakuna kuhubiria maana wote. Umejua dunia shetani ameifanya imekuwa kama kijiji. Yaani mafundisho yanaendana. Mtu mmoja alikwambia bwana mchungaji, umejua bwana wewe acha kufundisha makazi kali hivyo. Lazima wafariji wa peti nikamwambia acha mara moja. Bora hata mimi niende mbinguni peke yangu, wengine wabaki. Mimi niungane mtu anayefanya dhambi nisimwambie ukweli. Nikiulizwa nitoe hesabu yangu, nitasema kabisa nilimfundisha sana mama Bwato, kama akubali ni yeye tu. Muulize. Ishi maisha matakatifu. Sema nitaishi maisha matakatifu. Taishi maisha matakatifu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Bwana unisaidie. Bwana unisaidie. Bwana yuko tayari kusaidia mtu aliyekuwa tayari. Lazima uchukue hatua. Umeona madhara ya uongo? Ukitaka kusema uongo, habari za Maleki igonge kwenye kichwa chako. Ikukumbushe. Unajua bwana mimi uko wapi? Mimi niko huku Mwanza. Kesho yake wewe ulikuwa unataka uhamisho kazi na bwana Mwanza. Tunakuhamisha Mwanza. Imetimia, kichwa chako kimeumba haijaumba. Niko Mtwara. Wewe upo unaambia bwana barua inakuja bwana Mtwara. Ulisema kwenye uongo imeumbika kwenye kinywa chako. Mungu akusaidie kwa jina la Yesu. Hebu tuone maombolezo ya Daudi. Basi Daudi akamwombolezea Sauli na Yonathani mwanawe maombolezo haya. Maombolezo hayo ina maana ilikuwa ni Daudi akatunga zaburi. Daudi akatunga nyimbo. Umeona ambao huo wimbo ulikuja kuwepo kwenye kitabu cha mashujaa inaitwa Nashari. Umeona sana? Nashari ndio maana kitabu cha mashujaa wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. So kinachofanyika nini? Daudi alikuwa na utaalamu. Ametunga wimbo ya kuomboleza kwa ajili ya mtu aliyekuwa ni adui wake. Ni mara ngapi unasema mema juu ya mtu asiyekutakia mema? Hebu hata mtu anaongea mabaya juu yako, ongea mema juu yake. Unapoongea mema juu yake, unaungana na mapenzi ya Mungu Baba. Maana mapenzi ya Mungu Baba yanataka wote wakae katika mstari unaotakiwa. Nione mtu anayesema atafanya hivyo. Mungu akuwezeshe kwa damu ya Yesu. Amen. Kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Yashari akasema, wana wa Yuda na wafundishwe haya walio fahari yako Israeli.
juu ya mahali pako palipoinuka wameuawa jinsi mashujaa walivyoanguka. Wapi mahali palipoinuka? Kwenye mlima Gilboa. Na mlima huo Daudi anapokwenda kuilani katika wimbo huo na kuambia kuwa mlima ule ulikuja kuwa hivyo hivyo, haikuota nyasi wala mvua ilikuwa hainyeshi huko. Lakini kumbuka ya kuwa kwanza ilikuwa ni aibu, maana anaomba kwa mafuta ya Bwana, alafu katika nchi yake, katika mahali pa juu, ambao mahali pa juu Waisraeli walikuwa hawezi kuwapiga mahali pa juu. Lakini kupigwa kwake Sauli na kuuawa ilikuwa ni hukumu yake iliyofikia wakati wake, maana Agano la Kale Mungu alipitisha hukumu wake wakati hukumu ilifika ya mtu ama taifa kuhukumiwa. Bwana Yesu asifiwe. Usiyahubiri mambo haya katika Gathi, usiyatangaze katika njia za Ashkeloni, wasije wakashangilia binti za Wafilisti, binti za wasiotahiriwa wakasimanga. Umesikia sasa? Daudi naye anainogesa wimbo wake ya kuwa habari hizo za kuuawa kwa mafuta yasitangazwe kwenye nchi ya Palestina. Unaposema Ashkeloni na Gathi, hiyo ni miji miwili katika miji mitano niliyekutamkia ya Wafilisti. Na natakayetamkia miji mingine mitatu, ama kwa jumla miji hiyo mitano ya Filisti. Na nakumbuka miji niliyofundisha. Gathi sawa? Gaza sawa? Ashkeloni sawa? Ashdod sawa? Nikusaidia, mwisho ni Ekroni. Tupigie Bwana makofi makubwa. Mwisho ni Ekroni. Watakatifu wa Bwana lazima ujue. Tunatakiwa tujue, kwa sababu hatuwezi tukajua pasipo kuongea. Tunavyoongea, tunavyopitia na kuyakumbuka na kuyataja, yanakuwa sehemu ya maisha yetu. Tunapokuendelea kule mbele, inatakiwa Ashkeloni usisahau, Gathi usisahau, Gaza usisahau, Ashdod usisahau, Ekroni usisahau. Kumbuka ya kuwa Daudi anataja miji hiyo miwili ikiwakilisha nchi ya Wafilisti, ya kuwa mambo yao kitajwa kule, mabinti ya Filisti watacheka, mabinti ya wasie kuwa na mahusiano na Mungu aliyefanya nini? Aliye hai. Hebu twende. Enyi milima ya Gilboa, isiwepo juu yenu umande wala mvua wala mashamba ya matoleo, maana ndipo ilipotupwa kwa aibu ngao ya shujaa, ngao yake Sauli pasipo kutiwa mafuta. Kutoka kwa damu yao waliouawa, kutoka kwa shahamu yao mashujaa, upinde wa Yonathani haukurudi nyuma, wala upanga wa Sauli haukurudi bure. Sauli na Yonathani walipendwa na kupendeza, maishani wala mautini hawatatengwa. Bila shaka walipendwa na nani? Walipendwa na Daudi. Daudi alikuwa anampenda Sauli pamoja na ubaya wake wote. Ndio maana alipopata nafasi ya kumuua, alikata upinde wa vazi lake. Lakini kumbuka ya kuwa Daudi alikuwa anasema anapendwa, maana Daudi alikuwa anawakilisha taifa la Israeli, maana yeye ndiyo angekuja kuwa ni mfalme mkuu wa Israeli. So yeye kuwapenda wale ilikuwa ni ishara ya kupendwa na Israeli. Lakini hebu sikia jinsi anavyotunga wimbo wa maombolezo vizuri, ambayo ilikuja kutumika hadi baadaye. Walikuwa wepesi kuliko tai, walikuwa hodari kuliko simba. Enyi binti za Israeli, mlilieni huyo Sauli, ambaye aliwavika mavazi mekundu kwa anasa, akazipamba nguo zenu dhahabu. Jinsi mashujaa walivyoanguka katikati ya vita. Yonathani, wewe umeuawa juu ya mahali pako palipoinuka. Umesikitika kwa ajili yako Yonathani ndugu yangu, ulikuwa ukinipendeza sana, upendo wako kwangu ulikuwa wa ajabu kupita upendo wa wanawake. Jinsi mashujaa walivyoanguka na silaha za vita zilivyoangamia. Bwana Yesu asifiwe. Umeona Daudi anakumbuka urafiki wao na nani? Na Yonathani. Lakini kumbuka ya kuwa
usitumie vibaya andiko hilo ya kuwa upendo wa Daudi, upendo wa Yonathani ilikuwa ni zaidi ya mwanamke kama nilivyosikia watu wengine wanaposema. Lakini kumbuka, ule upendo wa Daudi na Yonathani ilikuwa ni upendo uliyejengwa kwenye ile agano waliyekuwa nafanya, lakini kimungu, maana walikuwa ni wote watu wenye hofu ya nani? Hofu ya Mungu. Ndio maana ilikuwa ni upendo zaidi ya hata mtu na mke wake. Wanapata picha kuwa ilitakiwa ya kuwa Yonathani ndio aje afanye nini? Awe mrithi wa kiti cha enzi. Na Yonathani kama tulivyoona kwenye Samueli wa kwanza sura ya 21 ya kuwa anamwambia Daudi ya kuwa najua kabisa ya kuwa Bwana amekuhifadhi, utakuwa ni mtawala, utakuwa ni mfalme, na mimi nitakuwa ni msaidizi wako. Inakuaje Yonathani anakubali yeye asiwe mfalme, lakini huyu Daudi ambayo ni mtu baki tu aliyekuja pale nyumbani kwao, lakini pia ni mdogo kwake, awe ni mfalme? Yonathani alikuwa na hofu ya Mungu, alikuwa ni mtu anayemtumainia Mungu, ndio maana alikubaliana na chaguo la Mungu. Yawezekana nafasi hiyo unaitaka wewe, lakini Mungu akamchagua mtu akamwacha aweka pale. Ungana na mapenzi ya Mungu Baba. Saa nyingine wewe ulikuwa unataka ndugu yako ndio awe pale, ni kweli hajachaguliwa pale kwenye ile ofisi ama kwenye ile nyadhifa, lakini aliyechaguliwa na Mungu huyo huyo uwe Yonathani, uungane na mapenzi ya Mungu. Yonathani anaungana na mapenzi ya Mungu ya kumchagua Daudi kuja kuwa ni mfalme anayefuata baada ya baba yake. Lakini kumbuka ya kuwa Yonathani anaangamia katika nini? Mabaya ya baba yake. Yonathani asingeenda kwenye vita vile, asingekufa. Mdogo wao Ishbosethi hakufa kwa sababu hakwenda kwenye vita hivyo. So kuna wakati mwingine mabaya aliyekupata yamekupata kwa sababu ya mtu mwingine anayetenda mabaya. Ndio maana sisi sio wa ukoo wetu tena. Wewe ni wa ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Ndio maana wewe tena sio wa ulimwengu wa kawaida, wewe ni wa ulimwengu wa kiroho. Ndio maana nasema hivi, mabaya aliyetenda babu yako yasikupate kuanzia leo kwa jina la Yesu. Amen. Mabaya aliyetenda baba yako yasikupate tena kwa jina la Yesu. Amen. Mabaya aliyetenda ukoo wako na familia yako na mama yako na ukoo wake na baba yako na ukoo wake isikupate tena kwa jina la Yesu. Amen. Na kutenganisha na laana zote na maagano yote na mashetani yanayotembelea watu usiku, yakija kutaka kunyonga watu, yakija kutaka kuingizia watu magonjwa, na watenganisha na wewe kwa jina la Yesu. Amen. Watakatifu wa Bwana, ni kweli mambo mengi yanayotesa maisha ya watu yanatoka kwenye koo zao, kwenye baba zao. Kuna wakati mwingine ndugu yako fulani aliwaga mtu kisirini. Sasa ile damu inadai jina. Wewe mwenyewe unaitwa nani? Unaitwa Mary Mkagwa. Mkagwa ni jina la ukoo. Kumbe huyo aliyepewa jina la ukoo Mkagwa, huyo alikuwa ananiga watu kama kuku. So hizo roho zinazokwenda kumdai Mkagwa wanakuja, wanasema wanakuja usiku, Mkagwa ni huyu hapa. Wanakunyemelea, wanakuja jeshi kubwa kweli kweli. Sema mimi sio ukoo wangu tena. Mimi sio ukoo wangu tena. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mimi ni wa ukoo wa Yesu Kristo. Mimi ni wa ukoo wa Yesu Kristo. Maana imeandikwa, wote waliompokea Kristo, wamefanyika kuwa ni wana wa Mungu. Wamefanyika kuwa ni wana wa Mungu. Kama ni mwana wa Mungu, basi kuanzia leo mabaya yote yanayesibu wanafamilia yako kwenye ulimwengu wa kiroho, kwenye ndoto, kwenye maono, kwenye mawazo na kwenye uzao, yasikupate tena kwa jina la Yesu. Amen. Yasikupate tena kwa jina la Yesu. Amen. Na kutenganisha moja kwa moja na ukoo wako. Yamkini umeunganika kupitia damu, yamkini umeunganika kupitia lugha, yamkini umeunganika kupitia sura, yamkini umeunganika kupitia rangi. Umeunganika kaka kupitia sura, umeunganika kupitia sura kaka. Ndio maana nasema hivi, kuanzia leo kaka huyo na kutenganisha na ukoo wa baba yako waliounganika kupitia sura kwa jina la Yesu. Kupitia sura kwa jina la Yesu. Kupitia sura. Hebu tazama sura yake. Ni wameunganika kupitia sura. Kila mtu anayeunganika
aliyeunganika kupitia sura, aliyeunganika kupitia sura, sura inayofanana na ukoo wa baba, sura inayofanana na ukoo wa mama, inayetesa maisha yako. Kuanzia leo nageuza sura yako, ivae sura ya Yesu kwa jina la Yesu. Ivae sura ya Yesu kwa jina la Yesu. Ivae sura ya Yesu kwa jina la Yesu. Wasikuone tena kuanzia leo kwa jina la Yesu. Wakija usiku wamuone Yesu. Ndio maana mtu akiwa ndani ya Kristo, Yesu amekuwa kiumbe kipya. Tazama ya kale yamepita, ya sasa amekuwa mapya. Na sio wewe unaishi tena, bali Kristo aishi ndani yako. Kristo aishi ndani yako kwa jina la Yesu. Amen. Pigia Bwana makofi makubwa kama sura hiyo imetoka. Watakatifu wa Bwana, kuna wakati mwingine shetani mwongo. Mama yako anasema, babu nafanana kweli na babu yako aliyezaa baba yangu. Muunganiko na kuwepo kwenye sura. Ukifunga sura njia zote, sura ile. Mwingine lugha, mwingine rangi. Ndio maana unakuta kuna udhaifu fulani kwenye lugha fulani ama kwenye kabila fulani. Ndio maana kuna tabia vinavyofanana. Tabia fulani bwana, wazinzi bwana. Kabila fulani bwana, acha kabisa. Kabila fulani bwana, wandagwa tu. Anataka asipotaka kumnyonga mtu asikii vizuri. Nini? Miunganiko ya lugha, kabila. Na jengo kuta kati yako na kabila lako kwa jina la Yesu. Amen. Na jengo kuta kati yako na ukoo wako kwa jina la Yesu. Amen. Na jengo kuta kati yako na familia yako kwa jina la Yesu. Amen. Na jenga ukuta kati yako na mabaya yote kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nataka niombe. Nataka nimshukuru Mungu tu, lakini amini kabisa kuwa wewe ni kweli. Hujajua tu, lakini unafanana sana na yule mama mdogo wewe. Hujajua tu, unafanana na yule shangazi vibaya mno kwa jina la Yesu. Alafu unampieka shangazi, wewe sura yako yenyewe inafanana na ya kwake. Ni mchawi ndio, lakini sura yako na ya kwake. Copyright photocopy. Tenganisha sura yako kwanza na yeye ndio uanze kujigamba-gamba, vinginevyo anakula nawe sahani moja kila siku. Ndio maana kila usiku anakucheka. Unaomba, nafunga kwenye ndoto, nafunga ndoto zote. Unalinda kwa unalinda. Ni Bwana ndiye alindie mja asipolinda ulilo kesha bure. Hakulindaye sinzi wala kulala, hata kaacha mguu wako kufanya nini? Wewe kila usiku ninajenga ukuta, ninajenga ukuta, najenga ukuta. Ukishajenga ukuta, hujaanza hata kupata usingizi vizuri, shangazi anacheka na inua mkono juu. Maana sura yako na ya kwake photocopy. Kichwa chako na cha kwake. Naishi hapo, lakini kesho mimi nitaomba. Mimi sijakubali. Sijakubali hiyo kazi kubwa tu, maana nimeona watu wengi sana tu. Sura yako hiyo, rangi yako hiyo. Umechukua kichwa cha kale kamzee. Pamoja wewe ni kaka, lakini umechukua sura kichwa cha ule bibi. Photocopy. Mimi nakuja kesho, unitonye kesho, nataka tutengane na wao bwana. Tu hapa tuko kwa mchezo. Tuko kwenye shughuli maalum hapa. Nani mwenye swali kabla simshukuru Mungu? Swali. Amina. Kwenye Mathayo. Sasa kwa mfano amekuja pengine mchungaji amefundisha alafu amefikia kipindi cha maombi, anasema kwamba maombi unayoomba kwamba kama kuna mbaya wako yoyote umpate lolote limpate. Na sasa mmeshaomba kwa kutumia jina la Yesu. Na limempata baya, au pengine unasikia kwamba amekufa au limempata lolote ambalo ni baya. Sasa pale ni Yesu gani ambaye ameua? Yesu hajaua hapo. Kwa sababu Yesu alienda msalabani kwa ajili ya mtu huyo. Aliyeua ni yule kale ka bwana asiyekaribishwa yeye. Yeye anaingia pasipo kukaribishwa.
Yeye yuko karibu standby tu. Ninaua. Kwani anayeua nani? Si mali yake. Anakwenda na kukopesha pale. Akishakukopesha pale, tayari hatua zako anaanza kuzinyemelea taratibu. Maana Yesu akusema tuombe hivyo. Nimefundisha hapa maombi Yesu aliyoomba na wanafunzi wake. Nani amekuwa hapo hapa? Maombi yale na naomba napata 100%. Mambo yaliyoshindikana sehemu yote duniani nikiombea Mungu anajibu. Wacha nikwambie. Niliwahi kufundisha hapa habari za kuna mambo ambayo unatakiwa kuangalia kabla hujaomba. How do you pray? When you are annoyed, you cannot pray. Umekasirika utaomba nini? Lakini shetani ni mjanja. Unapoanza kuomba tu amekujua. Uliambiwa kwa wewe ni flying squad. Ama wewe ni FBI. Wakati wa maombi wengine hajioni yeye, anaona yeye ni FBI. Na Sauli anataka ngurume kama tela. Umeshatoka kwenye ulimwengu wa kiroho, umekuja kwenye ulimwengu wa kawaida. Unaanza shetani anaanza kuwazisha sasa mabaya aliyefanya yule mtu. Badala Roho Mtakatifu akuonyesha kwa mtu huyu wewe ni mjumbe wa agano jipya unayetakiwa kufanya nini? Kumuokoa huyo ili na yeye atoke kwenye utumwa wa dhambi aje kwenye utumwa wa nini? Wa haki. So unakwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu Baba ambayo ipo kwenye sala Baba yetu wa mbinguni ni kuona wote wakifanya nini? Wakifikia toba ya kweli. Na Yesu amesema kuja kuua, alikuja kufanya nini? Kuokoa. Ukishamuua huyo, je, nikuulize, huyo aliyemuua ndio yule mchawi ambaye hajaokoka, anakwenda wapi? Eliza. So wewe ni mtumishi wa motoni wa mbinguni. Wanawachanganya kwa sababu kipofu hawezi kuongoza kipofu mwenzake. Wanatumkia shimoni. So sikubali kuongozwa na kipofu. Yesu alisema kipofu hawezi kuongoza kipofu mwenzake. Wote wanafanya nini? Ina maana wote wanakwenda motoni. Wanakwenda kuzimu wote hao. Sasa nini? Mfano gani sasa? Kama ile clip wale watu wanakufanya. Yamkini mtu kama yule anakufa katika dhambi. Afu ukweli wa neno anakuwaje ufahamu? Ina maana ya kuzimu na moja kwa moja na mizo yao inakuwaje? Maana naona yani watu wengi ile injili ya kweli haijafika. Mtu ambaye hajasikia injili bila shaka kwenye Warumi sura ya 2. Hata kama hujaokoka, kuna kitu kinachoitwa dhamiri. Unapotaka kutenda mabaya, dhamiri yako inakuhukumu. So wale ambao watakosa kusikia injili watahukumiwa kutokana na dhamiri yao. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Dhamiri yako ikuhusu kutenda mabaya hata kama mjui Kristo. Sasa wanakimbia kwa manabii kupata miujiza, yani hawataki neno, wanataka vile miujiza. Kwani Yesu alisemaje juu ya manabii? Yesu alisema juu ya manabii Mathayo sura ngapi? Luka 16:16. Mathayo 11:13. Mathayo 11:13. Yesu anasema kuwa mwisho wa manabii na Torati ilikuwa ni enzi ya nani? Yohana. Ukienda kwenye Luka 16:16 nasema kwa mwisho wa manabii na Torati ni wapi? Yohana. So anayekutabiria nini haipo kwenye Biblia ambayo Biblia itabiri? Huyu atabiri, huyu anadhibitisha vitu vilivyopo kwenye maisha yako. Mimi ukiniambia kwa Bwana nimevaa nguo nyekundu ndani, hiyo wala hujatabiri, hiyo ni kitu ambacho umedhibitisha. Hiyo ni kutambua, hiyo sio utabiri nini gani? Hiyo ni kutambua. Hasa utambua hata pepo matambua utambuzi hapo, mapepo ya utambuzi. Kwani mama mmoja dada mmoja sikuwa namuombea hapa, mlikuwa mnaogopa kumkaribia wakati namuombea. Anakucheka alafu anakuambia wewe. Uongo wewe. Mlikuwa mkimbii. Sasa ilikuwa Roho Mtakatifu. Siku moja kaambia dada mmoja hapa ya kuwa wewe unachukia sana watoto wa mume wako. Na ni kweli mume wako kumbe alikuwa na watoto wengine.
Pakachimbika kweli. Nikapigiwa simu baadaye mchungaji. Nikamwambia yule bwana usianze kusikiliza habari za mashetani. Na ni kweli ilikuwa hivyo. So ile Roho Mtakatifu ile sio kutabiri, ile ni kudhibitisha. Yesu alishamaliza utabiri. Njoo ni kuonyesha Biblia mpaka mwisho. Mimi najua kuna neno la hekima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mchungaji, acha hizo. Niache hizo. Sasa mtu anayetabiria watu alafu afundishe ujio wa Yesu mara ya pili. Afundishe jehanamu mtu ana lengo gani na watu? Hata kuuza nafsi ya watu hao bwana. Mimi nasema ukweli. Hawana mnataka kunichokoza hapa tulipo. Hakuna mtu ambaye hakusikia mchawi. Au hakuna mtu ambaye hakufyeka mchawi huko tulikotoka. Kila mtu kikitendo alikitenda. Hata mimi nilikuwa nafyeka mpaka na sigina na mtu. Pastor, tunatubuje mbele za Mungu kwa yale tuliyoyatenda. Maana tulisigina kweli. Amesema kuwa hata dhambi zenu zikiwa nyekundu namna gani zitakuwa nyeupe kama theluji. Zikiwa nyekundu kama bendera zitakuwa nyeupe kama nini? Sufi. Yeye ndiye afutaye dhambi zenu kama wingu Zito. Ni kweli mlimwaga damu. Ukiomba msamaha kwa misingi inayotakiwa. So kinachofanyika, umejua ukweli sasa hivi. Acha mara moja mara. Unapomuua yule mtu, hajajua ukweli, anakwenda motoni, wewe unatawanya pamoja na shetani. Ukusanyi pamoja na Kristo. Ndio maana habari za mwanadamu, Mungu yuko tayari kumsamehe mtu hata kama alishapikisha kwa mtu anakufa. Jifunze kwa habari za Sodoma na Gomora, ile miji pacha. Mungu alikuwa tayari kugairi mabaya juu ya miji ile kama angepata watu 10. Bwana utazama neno lake apate kulitimiza. Nani mwingine? Namshukuru Roho Mtakatifu Pastor akakufunulia kitu ambacho mimi sikuwahi kukaa kufikiria hapo. Ukaombea kuhusu sura. Ulipokuja kwenye rangi nikahisi kuchoma hadi fulani nikajisikia ambao. Nimekuona hapo ukifungua mdomo sana tu. Wanapofungua mdomo ndio maana nimesema na mimi nimehifadhi, maana nataka muda mzuri. Kesho Mungu awalete kwa jina la Yesu. Ili nianze jambo hilo, maana nimeona huyo alifanya hivi akafungua mdomo. Nimeona huyo hapo. Nimeona wengi tu, nimeona nakwambia. Umesema nimeona wengi. Lakini sasa nahifadhi kwa sababu muda umekwenda. Nikihifadhi na bakia vile vile, hakuna mawasiliano ndani na nje. Umejua Mungu anafungua vitu, ndio maana kwenye semina kuna roho moja aliongeaje, unafanya nini wewe? Unafukunyua vitu visivyotakiwa. Lakini unajuaje kama rangi tu? Mweusi kama shangazi yake wewe. Shangazi mwenyewe alikuwa ni mwanga. So umejitenga naye, lakini sura, rangi, macho yake kama babu yake. Hana kikasirika, macho yake yanakuwa madogo kama nyoka. Anataka kutema sumu hapo. Anataka kuporomosha matusi kama yule babu. Tutahitaji kuomba kesho, maana kuna wakati mwingine kinywa cha babu ndio nayo wewe. Ukikafilika kidogo, mdomo wako unatema cheche vibaya mno. Kuna watu ambao hawasio ongeaje, lakini akikasirika anaongea kama chereko. Lakini upole na unyenyekevu iko wapi? Nani mwingine? Utaona sasa tunakwenda mwisho sasa ya matatizo ya watu. Kama sasa mpaka na sura, mpaka na rangi. Mtu mwingine miguu yake. Acha kabisa. Kachukua nini? Babu yake, lakini mdada huyo. Umechukua rangi ya mama yetu kabisa. Wengine wana weusi. Sio na kuteleza. Yaani kuwe kama mama, yaani bibi. Kwa hiyo mimi yaani kama mama. Amechukua kama umesikia? Kachukua rangi inayeteleza kama ya bibi. Mama yao.
Sasa utaniambiaje una muunganiko na bibi huyo? Una muunganiko naye kupitia hiyo rangi. So kesho mimi nitakimbiza mwizi. Sasa hivi sikimbiza kimya kimya. Nakimbiza waizi yani live milka. Hivyo kimbiza kimya kimya nimeshatoka huko. Binti yangu kwenye kusikiliza mafundisho kwenye redio, akawa amesikiliza mafundisho ya mtumishi nabii, anajiita nabii. Usitaje jina la nabii. Akawa amesikiliza, akawa amesema wamtumie wamuulize maswali sahihi. Akatuma maswali kuuliza kwamba msingi wa imani ni nini. Aliuliza tu hivi. Lakini huyo nabii sasa hivi anavyotuma message kwenye simu yangu, anasema ameshaona katika ulimwengu wa roho kuna vitu vinanifuatilia, yani anataka Jumapili niende, Jumapili ya pili sasa hivi anataka niende mapema sana kule. Mara anasema umeshajibu na jisikia uzito. Mimi wala sijajibu hata mimi. Kinachofanyika ni nini? Kinachofanyika watakatifu wa Bwana, njia nzuri ya kumkamata mtu ni kumtishia. Ni kumtishia. Shetani anamtishia mtu. Ukipata ujasiri kwenye ndoto, hata yule chui anayekujia ndotoni ukajitia nguvu, unamkamata na mkono wa kushoto tu kabisa. Lakini akikutishia ukaogopa tu, amekurarua. So anamtishia yule. Huyu akienda kule ataambiwa mambo mengi. Hatimaye anatolewa upepo. Atatolewa upepo. Lakini sasa ndio maana mimi sichaguli mtu asali wapi. Go and worship anyway. So long as you can have the peace coming from inside. Dada, usitaje hiyo sehemu wala jina la mtu. Watakutajaje majina ya watu hapa sisi? Nataka ufunge saa ngapi mpaka ngapi? Asubuhi. Mchana. Nitamuomba Mungu, nitakujibu. Saa 11 mpaka saa ngapi? Mpaka saa 8. Kwamba mtu anasema tuongo, alafu kuna kwamba waliambiwa kwamba yani wawe kama wameshika, yani wanakuwa kama wameshika kama sasa kama viburi, alafu akisema pasua wanafanya hivi chini. Kwa hiyo sasa wakisha vipigiza chini kutoka kitapasuka. Sasa kwamba yani inaashiria kwamba mbaya wake yeyote au mbaya wako yeyote kama anadhanilia kwamba yeye ndio anaishia pale. Sasa wakiwa katika hiyo semina, mara akapigiwa simu kwamba mama mkwe wake alizani. Na mama mkwe wake alikuwa anamsumbua sana pamoja na mke wake. Akaambiwa kwamba ni majibu. Sasa ndio kitu ambacho bado kinanitatiza. Sasa hawa wachungaji hawamtumikii Mungu kwa sababu huyo hayupo kwenye agano jipya. Anayo ufalme anayetumikia huyo. Kuna ufalme anayejenga huyo. Na kuomba kabisa watakatifu Bwana. Ukiona siku umekasirika mpaka unatamani mtu afe, basi rudi utafute toba. Naamini injili sio kuua. Injili ni ya kuokoa. Wakati wa kuua na kung'oa agano la kale. Agano jipya ni wakati wa kutafuta mavuno, maana wakati wa mavuno umefika. Hebu nikuulize, huyo mama mkwe aliyekuwa anamtesa amekufa kwenye damu, hapa kwenye damu. Anakwenda wapi sasa? Mbinguni au motoni? Sasa huyo mchungaji na washirika wake wanatumikia ufalme wa Mungu au tunatumikia ufalme wa giza? washirika wake, yani
mtumishi alialikwa na mtumishi mwingine dada yake, yeye ni Mkenya, akawa amekuja huko. Tondo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu asaidie wachungaji, si ndio? Lakini tumeitwa kwa ajili ya kuhubiria wachungaji na watumishi wa Mungu wote wapate kujua ukweli. We are called to preach the truth, for the preachers to understand the truth. There is something that God is bringing up, something new. Ninachofundisha ni kitu ambacho ni kipya, maana